Naitwa Philemon Josephat Kiemi, mkurugenzi wa kampuni ya kijiji cha nyuki yenye makao makuu yake katika kijiji cha Nyuki, Singida. Na hapa tumekuja Dodoma kufuatia mwaliko tuliopata kutoka Wizara ya Mali Asili na Utalii, Idara ya Misitu na Nyuki, ambapo tulipata mwaliko wa kushiriki maadhimisho ya siku ya nyuki duniani mwaka 2025 ambayo kitaifa yanafanyika hapa viwanja vya Chinangali Park. Kama ilivyo wadau wengine, pia sisi tumeamua kuweza kuwaletea watu wa eneo hili na washiriki wa maadhimisho haya mambo matatu muhimu. Moja, tumefika kwenye maadhimisho haya ili kuweza kutoa elimu kwa Watanzania kuhusiana na masuala ya vitu vipya ambavyo vipo kwenye ufugaji wa nyuki kwa sasa au kwenye Idara ya Misitu na Nyuki. Mazao ya nyuki sio mawili tu yale yaliyozoeleka, sio asali na nta tu. Yaani kuna mazao mengine ambayo hivi karibuni wafugaji wa nyuki wameanza kuyavuna, kama sumu ya nyuki, kama gundi ya nyuki, kama vumbi la Singida ambalo leo liko jijini Dodoma hapa, na watu wameanza kulitumia toka jana. Simu zimekuwa nyingi sana, nimesikia huko Dodoma, mpaka kuna watu wengine wanatoka Bahi, wanatoka Kongwa, wanatoka wapi, wanakuja kulionja vumbi la Singida, maana ni kwa mara ya kwanza na ni mazao mapya yanakuja. Kwa hiyo nataka kusema kwamba kuna mazao mengine 6 ya nyuki kutoka kwenye nta na asali. Hata hivyo, mazao hayo ya asali na nta ndio mazao yanayoongoza kwa kuuzwa bei ndogo. Mazao mengine haya yanauzwa bei kubwa. Mfano, kama sumu ya nyuki inauzwa milioni 150 kwa kilo. Maziwa ya nyuki yanauzwa milioni 12 kwa kilo. Vumbi la Singida linalouzwa shilingi 300,000 kwa kilo. Kwa mtaona kwamba kwa sasa hivi pia pamekuwa na ongezeko la wafugaji nyuki katika kila kona ya nchi, na kila mtu anataka kuanza ufugaji wa nyuki. Hii ni kwa sababu ya ugunduzi wa haya mazao mengine 5 kwanza au 6 kuanza kuzalishwa katika maeneo yetu. Kwa hiyo kutoka kwenye mzinga mmoja.